Naam, karibu tena mtazamaji. Mashambulizi yanashuhudiwa katika mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Iran yaliyotekelezwa na Marekani na Israel. Hapa nchini athari za mashambulizi haya yanashuhudiwa baada ya shirika la ndege la Kenya Airways kusitisha safari za ndege kwenda Dubai na Sharjah kufuatia kufungwa kwa anga ya milki ya Kiarabu UAE. Hii ni baada ya Iran kurusha makombora ya kulipiza kisasi katika mataifa kadhaa. Milipuko ya mabomu imesikika katika mji mkuu wa Tehran, huku shambulio la kwanza likifanywa karibu na ofisi za kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Marekani na Israel zikifanya mashambulizi ya pamoja mjini Tehran. Rais Donald Trump amesema Marekani imeanzisha operesheni ya kijeshi inayolenga zana za kinuklia baada ya Israel kufanya mashambulizi kadhaa nchini humo. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. Iran nayo imejibu kwa kushambulia kambi za kijeshi za Marekani katika mataifa ya Qatar, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hali hiyo imesababisha mataifa mbalimbali Mashariki ya Kati kufunga anga zake, huku ving'ora vikisikika kote. Mashirika ya ndege nayo yamesitisha safari zao. Shirika la ndege la Kenya Airways limesitisha safari zake kuelekea Dubai na Sharjah kufuatia mashambulizi hayo. Shirika la ndege la Kenya Airways limesitisha safari zake za kuelekea Dubai na Sharjah kufuatia mashambulizi hayo. Wizara ya masuala ya kigeni nchini imesema inafuatilia kwa karibu matukio hayo. Katibu katika wizara hiyo Korir Sing'oei anataka kusitishwa kwa mgogoro na kurejelewa kwa mkataba wa Umoja wa Mataifa, akiwataka Wakenya katika mataifa hayo kuchukua tahadhari. Naye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf ameonya kuwa shambulio hilo linaweza kuzidisha ukosefu wa amani duniani na kuathiri masoko ya nishati, utoshelevu wa chakula na ustawi wa kiuchumi hasa barani Afrika na Mashariki ya Kati, akitaka pande zote kujizuia na kuendelea na mazungumzo. Mashambulizi haya yanafanyika wakati mazungumzo yalikuwa yakiendelea ili kujaribu kuishinikiza Iran kufikia makubaliano kuhusu mpango wake wa kinuklia. Faiza Maganga, Runinga ya Citizen.